Chama cha Mapinduzi CCM kimeendelea kujiimarisha kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 2025 baada ya kupokea wanachama wapya 170 kutoka vyama vya upinzani. Wanachama hao wapya wamepokea Ijumaa Mei 2, 2025 wakati wa mkutano wa hadhara uliohutubiwa na katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo Amos Makala uliofanyika viwanja vya Furahisha jijini Mwanza. Miongoni mwa wanachama hao waliopokewa yumo mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mwanza Peter Mtioto pamoja na wajumbe wa chama hicho kutoka kanda ya Victoria. Akizungumza mara baada ya kupokea, Mtioroko amesema amelazimika kuchukua hatua kama kiongozi kutokana na chama chake cha zamani Chadema kuendeshwa kama kiharakati. Siku mbili zilizopita nilifanya tafakari ya namna ambavyo mimi kama kiongozi natakiwa kuchukua hatua. Chama chetu kilichokuwepo kiukweli tumebaki kama chama cha kiharakati. Tunaposema tunazuia uchaguzi usifanyike, kwa mtu mwenye akili kama mimi inaweza nikatafakari sana. Labda tumekosa kuishawishi serikali na kukubaliana na matakwa ambayo sisi tunatamani yao ili tuweze kushiriki uchaguzi ambao ni wa huru na haki. Kama tumekosa ushawishi na matakwa yetu ya kaonekana yasiyofaa, tunawezaje kuzuia uchaguzi? Hivyo nimetafakari na mwisho nimeona nijiunge na CCM kwa hiari yangu. Naye katibu uenezi wa Chadema kanda Victoria naye hamia CCM pamoja na kiongozi huyo Andrew Masenya amesema lengo la uanzishwaji wa vyama vya siasa ni kuleta tija, afya na ustawi wa wananchi pamoja na ushawishi wa sera. Hata hivyo amesema kuwa Chadema kimetoka kwenye lengo lao kwa sasa. Ndugu zangu, tumeondoka Chadema kwa sababu hatuwezi kuishi kwenye chama ambacho kinahama katika misingi ya kushindanisha kwa sera. Nimefika wakati nikapambana na jeshi la polisi. Awali akihutubia mamia ya wanachama wa CCM, Makala amesema kutokana na maboresho yanayofanywa katika sheria za uchaguzi mkuu 2025 Oktoba utakuwa huru na haki, na anayeshinda kwa haki atatangazwa mshindi. Katika hilo naomba niende kinyume na wale wanaoamini kuwa demokrasia kweli ama uchaguzi huru na haki ni pale tu chama tawala kinaposhindwa. Demokrasia ya kweli ni pale hata pale chama tawala kinaposhinda kwa kishindo. Wamesema wanaamini kwa ngazi na kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya CCM ushindi wa wazi kwa chama hicho, huku akiahidi kuwa kuelekea uchaguzi huo falsafa ya 4R itaasisiwa na mwenyekiti wa taifa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Tanzania zitatumika kikamilifu. Tunawaahidi kuwaletea ilani ya uchaguzi kwa mwaka 2025, mwaka 2030 nzuri zaidi kuliko zilizopita. Itakuwa ilani inayokonga nyoyo za Watanzania ambayo imefanyika kazi kikamilifu, itakavyokuwa ilani inayokwenda kujibu changamoto za Watanzania na kuongeza matumaini ya wananchi kwa ujumla. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.